Kwanza, wasalamu alaikum ndugu wasikilizaji. Mimi kwa majina naitwa Salim Ganga, mzee Salim Ganga. Jambo ambayo imesimamisha msimame hapo ni kuwafahamisha wenzangu kwamba mpangilio ya maandamano si kwamba ilikuwa kitu ambayo ilikuwa United Opposition, si kwamba ilikuwa imepangwa na kikundi cha ODM ambayo kinaitwa Linda Mwananchi, si kwamba ilikuwa imepangwa na mtu mwanasiasa plan iwe kwamba ndio ya kumjenga, bali ilikuwa wananchi wa kawaida walikuwa na complain kuhusu vile ambao wanastahili kuandamana siku ya leo tarehe 21 ili wahakikishe ukweli mafuta imeteremka. Ya pili, matamshi ya rais haikuridhisha mwananchi wa kawaida, kwa sababu wakati ambao alikuwa anaongelelea alisema kwamba mwananchi wa kawaida hakuguswa kwa sababu hawakuongezea mafuta ya pikipiki ambaye pikipiki za Kenya zinatumia mafuta ya taa. Hiyo ni jambo ambaye ilikuwa inasababisha watu waamue kwamba wanastahili kuandamana na wakisho kweli ni hiyo mambo kama hiyo issues imezungumziwa. Neno la pili, watu wanastahili kuelewa kwamba ile mambo ambayo ilikuwa inapangiwa ifanyike hapa Nairobi imeshafanyika. Ni vile tu haikuwa na mioto mingi kama vile ambayo watu walikuwa na expect kwamba Jezi watakuja na wataungana na watu wengine tuwe kama vita. Lakini watu waliingia town kwa sababu mpaka hapa sasa tunazungumza kuna watu ambao walishikwa hapo National Archives na walishikwa kwa sababu ya kuja maandamano wakawekwa mpaka ndani. Sasa tunayezungumza kuna watu ambao wameumia na wakotubiwa tiangas Thika Road huko mahali ambayo kinaitwa Githurai, na walikuwa wanakuja ni maandamano na hali kadhalika. Kwa hivyo ile jambo ambayo tulikuwa nazungumzia ni jambo tulikuwa nataka kueleza serikali kwamba mafuta kwetu, kubadilishwa kwa mafuta kutoka shilingi 176 mpaka 166 mpaka 206 kulituudhi, na wakati ambaye mekatwa shilingi 10 after one day pia hata ilituudhi, kwa sababu ni kwa nini ilikuwa napandishwa the following day watu kutemusha. Hiyo ni kama kutujaribu. Kwa hivyo jambo ile ambalo ningependa kuambia wananchi ni kwamba mwelewe kwamba hii mambo bado tujaachana naye, bali na Mheshimiwa Gachagua alikuwa amesema kwamba tutulie, ndio tukae kwanza kwa round table tupange vile ambavyo tunastahili kuwa na maandamano. Kwa hivyo kwa wale ambao wanafikiria kwamba kuwa na maandamano ni kwamba wale ambao walikuwa na expect kama kutakuwa na goons, bali na peaceful demonstration, kwa sababu watu walikuja na walifika na polisi wakafanya kama kawaida yao vile ambao wanazuianga watu wengi kuleta sheria. Kwa hiyo machache, naomba tafadhali muelewe kwamba mambo ambayo tulikuwa tunazungumzia kwamba itafanyika imeshafanyika. Ni vile tu haikuwa na ile fujo na mambo mengi, inakuwa kama ni vita baina ya wananchi na polisi. Although wamesumbua kidogo, lakini haikuwa na matatizo vile, haikuwa na watu ambao wamehamia kama vile ambaye watu wengi walikuwa na expect. Swali, wajenzi wanasema ni juu Gachagua ndiye ameorganize hiyo protest, so ndio maana hawajatokelezea. Ikikuwa sasa Raila ako hai wangetokezea wengi. Jambo ambalo ningependa kuambia ni kwamba Jezi ni generation, na hiyo generation mpaka huyu Gachagua mwenyewe yuko na Jezi kwake. Watu wanastahili waelewe kwamba Jezi is not a part of Gachagua. Watu wengi wanachukulia kama Jezi na Gachagua ni one and the same. Ni vile Jezi na Gachagua na Nganga na Matiang'i na Uhuru na wengine tuko na one common enemy, that's Ruto. Simple. Hii story ya kwamba ati kwamba we are together, we are going to unite because tuko na one common enemy, ule ambaye anatudhulumu si wote. Si kwamba ati we are friends. I as a person I'm a friend of Jezi. Why? Mimi mawazo ya Jezi vile ambao anataka change of this government
na hao vile ambayo wanawaza ni the same. Mimi nafikiria vile ambayo hii government inaweza tolewa wote, Kasongo na grupu yake yote, mpaka hata ule anafanya reserve, kwa sababu ni part and parcel of our problem in this country. Kwa hivyo mimi na Gen Z hapo ndio tuna relate. Gachagua na Gen Z wana relate hapo, Kalonzo na Gen Z wana relate hapo, and others kina Sifuna wana relate hapo, kwa sababu tuko na one common enemy, that's Ruto. Na akisema atoke, hatuna problem. Ile kitu ambayo tunahitaji, kama kesho president akija hapo aseme nimeresign na nimetoka, mimi na Gachagua tutakuwa tu communicate, kwa sababu sasa hatuna kitu ambayo tuna fight the same, but we are fighting kwa sababu tuna fight tukiwa one battle, kwa sababu tunaelewana, kwa sababu tuko na adui moja ambaye anatukanyanga si wote. Kwa ule ambaye ana shida na mafuta angeandamana akihitaji nini? Kwa ule ambaye hajafinywa, watoto wake wameshiba, kama wale ambaye anaiba na mheshimiwa Ruto wanaibia watu, anaweza kusikia uchungu ya economy. But according to me, ninaona hii ina machungu mingi, kwa sababu kama ingekuwa tumepatia vijana kazi, angalie mambo ya health, angalie mambo ya education, tungekuwa tunamleumia nini? Lakini ahadi hiyo wezekani. Hata Yesu Kristo mwenyewe alisema, ole wenu Wafarisayo na wasomi wa sheria, watu wanafiki, mnayekaa kwa mlango wa ufalme, amuongozi na muingii na mruhusu wenye kutaka kuingia waingie. Sasa kina Kasongo wanaingia kwa mlango wa State House, wanazuia, hawatusaidii na wataki tusaidiwe. Wanataka tufanye nini? Kwa hivyo sisi wenyewe si kwa Gen Z wangestahili wakuje, but Gen Z wametangaza rasmi yao mikutano yao kama ya tarehe 20 na 5 huko tarehe 24, hizo ambayo wametangaza masiku zao. Hiyo tutaenda kama marafiki tuwasipatie support. Hii tulikuwa naenda kuongea kwa sababu ya mafuta, hakuna kitu kingine ambacho tunazungumzia, ni mafuta, na mafuta yakiteremka hatuna problem. Swali lingine?